Moja ya siri kubwa ya kujenga utajiri niliyojifunza kutoka kwenye kitabu changu kipendwa cha School of Money, kitabu kilichonifundisha siri za mafanikio ya kifedha kuliko kitabu kingine chochote duniani, ni siri ya kwamba utajiri unaanzia kichwani na umaskini unaanzia kichwani. Mwandishi katika kitabu hiki anatufundisha kwamba kuna fikra na mawazo ukiwa nayo lazima tu utakuwa maskini. Kuna mawazo ambayo yanachochea umaskini kwenye maisha, na anatuambia kwamba utajiri unaanzia kichwani. Kama haujaiona milioni moja kwenye akili yako, hakuna siku utaiona kwenye akaunti yako ya benki. Kama hujaiona bilioni moja kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, kama hauiwazi, hauifikirii, hauiamini, hakuna siku utakuja kuiona katika akaunti yako ya benki. Kuna aina ya mawazo ambayo sasa mwandishi anatufundisha kwenye kitabu hiki. Ni moja ya pati ambayo naipenda sana kwenye kitabu hiki. Fikra ya kwanza ni nomadic mentality. Ukiwa na nomadic mentality, ni ngumu kuwa na utajiri kwenye maisha yako. Hawa ni watu ambao hawana biashara ya kudumu, hawana kazi ya kudumu, hawana makazi ya kudumu. Leo unaishi Mbeya, ukiona maisha magumu unaenda kutafuta maisha Mwanza maisha na kushindwa, na kuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Hawa ni watu pia ambao hawana biashara ya kudumu. Leo unauza biashara mitumba, unaona ilipi, unahamia kwenye hardware, unaona ilipi, unahamia kwenye duka la simu, unaona ilipi, unaamua kufanya kilimo cha matikiti. Umefanya unaona kilipi, unakuja kutafuta ajira, unaanza kutafuta ajira. Huna biashara au kazi ya kudumu. Ukiwa na fikra hizo uwezo ukatoboa kwenye maisha yako. Lazima ujue duniani umekuja kufanya nini, na siku zote ufanye kitu kile kile kwa muda mrefu, ndipo unapata nafasi nzuri ya kufanikiwa. Watu wenye nomadic mentality, wenye nomadic life ni wale ambao pia wakipata pesa wanatumia zote. Ni kama wale watu ambao wanaishi nomadic life, wale wafugaji. Yaani wanatumia vyote, hawana kitu cha kesho. Fikra ya pili ambayo mwandishi anatufundisha inafanya watu wengi kuwa maskini ni consumption mentality. Hawa watu ambao wakipata tu pesa, kwenye akili yao inaanza kwanza kutumia badala ya kuanza kuwekeza au kutunza. Ukipata tu pesa naanza kwanza kutumia. Hata sasa wewe nikikupa milioni moja, utaanza kwanza kutumia, utasema itakayobaki ndio nitatunza, kwa sababu pesa haijawahi kutosha na mara zote haibaki, haitabaki. Acha kuwa na consumption mentality, anza kuwa na investment mentality. Ukipata pesa, tenga 10% mpaka 20% kwa ajili ya kuweka akiba na kuwekeza. Inaobaki of course itabaki nyingi, ndio ufanye kwa ajili ya matumizi. Aina nyingine fikra inayofanya watu wengi kuwa maskini ni victim mentality au entitlement mentality. Hao ni watu ambao wanakuambia mimi kwa sababu mimi ni yatima. Yaani anawaraumu watu wengine kwa vile alivyo. Anaamini ugumu wa maisha yake alionao umesababishwa na watu wengine. Wengine wanalaumu wazazi wao kwa kuwa hawakuwasomesha, wengine wanalaumu wazazi kwa kuwa hawakuwapa mtaji, wengine wanasema mimi nimetokea kwenye familia maskini, maji hufuata mkondo. Wengine wanailaumu serikali, yani anaamini ugumu wa maisha alionayo ni serikali fulani imesababisha. Mwingine analaumu mwenza wake, asema asingekuwa yule mume wangu ningekuwa mbali sana, asingekuwa yule mwanamke ningekuwa mbali sana. Achana na victim mentality. Uko hivi ulivyo leo kwa sababu ya maamuzi uliofanya jana au ulioacha kufanya jana. Na hakuna mtu atakufanya wewe kuwa dhaifu bila idhini yako. Hakuna mtu atakaye kufanya kuwa maskini, lazima uwe umemruhusu kwenye maisha yako. Fikra nyingine ambayo inawafanya watu wengi wale maskini ni salary mentality. Hao ni watu ambao wanategemea ajira tu. Kwenye akili yake hamna swala la kustaafu mapema, kwenye akili yake hamna swala la kuwa na vyanzo vingine vya mapato. Soma hiki kitabu. Mimi kimenifundisha siri nyingi kuliko kitabu chochote. Kimenifundisha siri za mafanikio. Na habari njema ni kwamba hiki kitabu kiko dukani. Part 1 ya Kiingereza inauzwa 35, Part 2 ya Kiingereza inauzwa 35 na kipo kwa Kiswahili. Kiswahili chake ni 25,000 tu. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza kupata kitabu hiki. Ni kitabu ambacho kimenisaidia sana na kimenifunza mambo mengi. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba unazoziona katika screen ili kupata kitabu hiki. Kiko kwa Kiswahili, kiko kwa Kiingereza. Ni 70,000 kama utachukua part 1 na part 2 na cha Kiswahili ni 25,000 tu. Asante sana.